Taarifa mbaya kumuhusu Jaji Mkuu George Masaju imetikisa nchi ya Tanzania huku ikihuzunisha wengi. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kifo cha jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania Emilian Matata Ezekiel Mushi kilichotangazwa rasmi na mkurugenzi wa mawasiliano ya rais kimewasili kama radi katika anga iliyokwisha choka na taasisi za haki, kikifungua kwa ghafla pazia la hali tete inayokumba mfumo wa mahakama nchini. Tangazo la Ikulu kutoka Zanzibar tarehe 25 Januari mwaka 2026 limekuwa kumbukumbu ya mwisho ya mtumishi wa umma aliyefariki siku moja kabla katika hospitali ya taifa Muhimbili, eneo la Dar es Salaam. Lakini nyuma ya salamu za rambirambi, maneno ya heshima na ratiba ya mazishi, kuna ujumbe mzito unaovuka mipaka ya msiba binafsi na kuingia moja kwa moja katika mjadala mpana wa uwajibikaji wa dola, uhuru wa mahakama na mustakabali wa utawala wa sheria Tanzania. Katika taarifa hiyo rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alitambua mchango wa marehemu katika kuimarisha utoaji haki na uendeshaji wa mahakama. Kumbukumbu hii ya heshima inaambatana na maelezo ya nyadhifa alizoshika, ikiwemo uongozi wa chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto kwa vipindi viwili tofauti kati ya mwaka 2000 hadi na mwaka 2010. Maelezo haya yanaonyesha wasifu wa jaji aliyekuwa ndani ya mfumo wa muda mrefu, akihusisha na kushiriki mabadiliko ya kisera, kisheria na kiutawala yaliyounda sura ya mahakama ya leo. Lakini wakati taarifa rasmi zikisisitiza uadilifu na weledi wa marehemu, mazingira ya sasa ya Tanzania hayawezi kutenganishwa na mjadala mpana kuhusu nafasi ya mahakama katika dola lenye mkusanyiko mkubwa wa madaraka katika mihimili mingine. Kwa zaidi ya muongo mmoja, mahakama imekuwa chini ya shinikizo la umma kutokana na mfululizo wa maamuzi, marekebisho ya sheria na mienendo ya kiutendaji iliyozua maswali kuhusu uhuru wake wa kweli. Kifo cha jaji mwandamizi katika kipindi hiki kinakuwa ishara ya mabadiliko ya kizazi ndani ya mfumo, lakini pia kumbusho la mzigo mzito uliobebwa na wale waliokuwamo ndani yake. Historia ya siasa za Tanzania imeonyesha uhusiano mgumu kati ya muhimili wa mahakama na mihimili mingine ya dola, na tangu enzi za chama kimoja hadi kipindi cha vyama vingi, mahakama imekuwa ikitarajiwa kusimama kama ngao ya mwisho ya haki za raia. Hata hivyo, mabadiliko ya kikatiba yaliyokwama uteuzi wa majaji unaotawaliwa na mamlaka mtendaji na matumizi ya sheria zenye ukakasi katika masuala ya kisiasa yameathiri taswira ya uhuru wa mahakama. Katika mazingira hayo, sifa za uadilifu zilizotajwa katika taarifa Ikulu zinapata uzito zaidi, na kwa kuwa zinaonyesha maadili yanayotamaniwa lakini yanayozidi kuwa adimu katika mazungumzo ya umma. Marehemu Jaji Mushi alihudumu pia katika eneo la mafunzo ya viongozi wa mahakama kupitia chuo cha uongozi wa mahakama. Taasisi hii imekuwa na jukumu la kujenga uwezo wa majaji na mahakimu katika uongozi wa maadili ya utumishi. Na katika kipindi hicho, Tanzania ilishuhudia ongezeko la kesi zenye mwelekeo wa kisiasa, migogoro ya uchaguzi na masuala ya haki za kiraia. Mafunzo ya aina hiyo yalipaswa kuwa nguzo ya kuimarisha ujasiri wa mahakama kusimama imara mbele ya presha za kisiasa. Ukweli kwamba mfumo bado unakabiliwa na changamoto hizo unaonyesha pengo kati ya dhamira na utekelezaji. Taarifa ya Ikulu pia inaelekeza macho kwa nafasi ya rais katika simulizi hili. Salamu za rambirambi ni sehemu ya itifaki ya kitaifa, lakini pia ni jukwaa la kisiasa linalotumiwa kuwasilisha ujumbe wa utulivu na mshikamano. Katika kipindi cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kumekuwepo na juhudi za kurekebisha taswira ya Tanzania kimataifa baada ya miaka ya msuguano na wadau wa haki za binadamu na wafadhili. Na hata hivyo, ndani ya nchi mjadala kuhusu mageuzi ya kina ya kikatiba na kisheria bado unasuasua. Kifo cha jaji anayesifiwa na kwa uadilifu kinatoa fursa ya kutafakari iwapo sifa hizo zinalindwa na mfumo au zinategemea dhamiri binafsi ya watumishi wa wachache.
Kwa ngazi ya kikanda na kimataifa, Tanzania imekuwa chini ya uangalizi wa taasisi za haki za binadamu za Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika, hususan kuhusu mwenendo wa uchaguzi na uhuru wa vyombo vya dola. Mahakama imetajwa mara kwa mara kama muhimili unaopaswa kurejesha imani ya raia, na katika muktadha huu, kila mabadiliko ndani ya uongozi wa mahakama, ikiwemo vifo vya majaji wakuu, huwa na athari zinazovuka mipaka ya kitaifa. Heshima inayotolewa kwa marehemu katika taarifa ya Ikulu inapaswa kusomwa sambamba na wajibu wa dola kuhakikisha mazingira ambayo majaji wengine wanaweza kutekeleza majukumu yao bila uoga wala upendeleo. Mahali na tarehe ya mazishi: Kibaha Mwenda Pole tarehe 29 Januari mwaka huu, yanarejesha simulizi katika ardhi ya wananchi wa kawaida. Huku ndiko haki inapaswa kuonekana na kuhisiwa. Lakini kwa miaka mingi, malalamiko ya ucheleweshaji wa kesi, gharama kubwa za haki na hisia za upendeleo yamekuwa yakitawala mazungumzo ya umma. Jaji aliyefariki aliwahi kuwa sehemu ya juhudi za kitaasisi za kuboresha mfumo, lakini matokeo yake yamekuwa mseto. Ukweli huu unaweka msiba huu katika muktadha wa mfumo unaohitaji zaidi ya salamu za rambirambi. Kisiasa, taarifa kama hizi pia hutumika kufunga mjadala kwa kutambua mchango wa kuomba dua dola hujenga simulizi la heshima na ukamilifu. Lakini kwa wanaharakati, wanahabari na wanazuoni na historia za siasa, kila tukio la aina hii ni fursa kwa kuangalia upya mizani ya madaraka. Heshima binafsi kwa marehemu haiwezi kufuta ukweli wa changamoto za kimuundo zinazokabili mahakama. Badala yake, inapaswa kuwa kichocheo cha mazungumzo ya wazi kuhusu uteuzi wa majaji, usalama wao wa kazi na uwezo wao wa kutoa maamuzi bila kuogopa athari za kisiasa. Tanzania imeingia mwaka 2026 ikiwa na kumbukumbu ya chaguzi zenye mvutano, marekebisho ya sheria yaliyopingwa na juhudi za kudhibiti nafasi ya asasi za kiraia na vyombo vya habari. Mahakama imekuwa uwanja wa mapambano ya kimya kati ya madai ya haki na maslahi ya dola. Na katika mazingira haya, kifo cha jaji mwandamizi kinakuwa zaidi ya tukio la kibinadamu. Kimekuwa kioo kinachoakisi hali ya taifa, na taarifa ya Ikulu kwa lugha yake iliyosafishwa inajaribu kuleta utulivu, lakini haiwezi kufunika maswali yanayoendelea kuibuka kuhusu mustakabali wa uhuru wa mahakama. Mwisho wa simulizi hili hauko katika mazishi wala katika maneno ya pole, uko katika chaguo ambalo Tanzania italifanya baada ya msiba huu. Ikiwa heshima iliyotolewa kwa marehemu itabaki kwenye karatasi za taarifa kwa umma, au itatafsiriwa kuwa hatua za kweli za kuimarisha taasisi alizozitumika. Ukimya, hofu na kuzoea hali vina gharama kubwa kwa taifa, na kila jaji anayeondoka bila mfumo kubadilika anaacha pengo ambalo linajazwa na mashaka ya wananchi. Mustakabali wa Tanzania utapimwa si kwa idadi ya salamu za rambirambi, bali kwa ujasiri wa kulinda haki hata pale inapogongana na nguvu za madaraka. Ni hayo tuliyokuwa tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.